Mwokozi Yesu asifiwe. Alfajiri ya leo tena tunamtukuza Mungu kwa sababu ya neema yake hii. Namshukuru sana Bwana Yesu, mwamba mwokozi na nguvu zetu, kwa sababu ya kutupatia tena alfajiri ya leo kwa neema yake. Yesu mwokozi asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako pia, ndugu yangu mtumishi wa Bwana, ambaye Mungu amekupa neema, wewe uliyeko mbali ambaye unatufuatilia ama unaungana pamoja nasi kwa kupitia Facebook yetu. Mungu akubariki sana kwa kuungana nasi tena alfajiri ya leo. Lakini wewe ambaye inawezekana kwa namna moja ama nyingine pengine utakuja baadaye, Mungu akubariki pia. Na wewe ambaye uko karibu hapa, Yesu akubariki pia. Tunaendelea na kile ambacho Mungu ametupatia kuendelea. Namshukuru Mungu kwa sababu majira yake yamefika. Majira yake kufanya kile ambacho amekikusudia yamefika, na tunamshukuru Mungu sana sana sana. Basi tunamshukuru Mungu kwa sababu ya alfajiri hii ya leo, na tumekuwa tukiendelea. Naomba nimshukuru Mungu tupate kuendelea tena. Kristo Yesu mwokozi, Baba, Bwana na nguvu zetu, tunasema asante kwa sababu ya alfajiri ya leo. Asante kwa sababu ya siku hii ya leo, ikiwa Bwana ni siku nyingine ambayo ni mpya, siku ya Bwana ambayo umeikusudia ya tarehe 5 ya mwezi wa 12 mwaka huu wa 2025. Yesu, ninakushukuru kwa vile ambavyo Mungu mtakatifu umekuwa pamoja nasi. Asante kwa ulinzi, asante kwa kila kitu, mfalme wetu. Baba, tunakushukuru sana kwa kuwa umekuwa pamoja nasi, Bwana, kwa upendo wako tu wa pekee. Tunakushukuru sana Bwana kwa neema yako hii, katika jina lenye thamani kubwa sana la Yesu mwokozi, aliye Bwana mwamba na nguvu zetu. Tunasema asante Bwana kwa sababu ya alfajiri ya leo. Baba, tunaomba neema yako tena na iwe pamoja nasi mahali hapa. Roho Mtakatifu kazungumze nasi. Roho Mtakatifu, tunakuomba tafadhali ukaseme nasi tena Bwana kwa viwango vingine na kwa namna nyingine. Asante kwa vile ambavyo umeendelea kusema nasi na utaendelea tena hata alfajiri ya leo. Libarikiwe jina lako takatifu, kwa sababu wewe ni Baba, ni Mungu na ni mfalme wetu. Tunakushukuru kwa sababu Mungu mtakatifu utakuwa pamoja nasi. Tunamkemea shetani mharibifu wa mioyo ya watu, hasa wakati wa neno la Mungu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Na isambaratisha mipango yake yote, hakuna hata mmoja utakaofanikiwa. Lakini Kristo Yesu Bwana mwamba mwokozi na nguvu zetu, na kwamba Bwana ukatamalaki na kutawala mahali hapa. Bwana wangu ukazungumze nasi, for the glory of the name of our Lord and Savior Jesus. Father, we thank you because you are going to talk to us in the name of Jesus. Father, we pray and we believe. Amen. Asante sana Bwana Yesu. Sawa, naomba tuendelee sasa. Tumekuwa tukiendelea katika mfululizo wetu ujumbe mkuu ni nia ya Kristo, na tumekuwa tukiangalia utangulizi tangu tulipoanza tarehe ya 13 ya mwezi wa Novemba hata sasa, na tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuendelee kuangalia tena pale kwa kadri ambavyo Bwana anatupa neema. Na jana tumefika mahali pa kuona, tumeanza kuangalia kidogo uhusiano wa kiutendaji kati ya roho, nafsi pamoja na mwili ndani ya mtu mmoja, uhusiano wa kiutendaji. Na tumeona juzi tuliangalia, na jana tumekumbusha tena kwamba mwili hauwezi kufanya chochote usipoendeshwa. Tumetoa mfano, au Roho Mtakatifu ametupa mfano wa bodi ya gari. Hakuna vile ambavyo inaweza kuwepo mahali fulani bila kuwa imepelekwa aidha kwa kubebwa na watu au na gari nyingine, na kama si hivyo basi imepelekwa na nini? Na engine. Unapoiona station wagon fulani imesimama mahali fulani, unaona hiyo bodi imesimama mahali fulani, ni kusema kuna engine iliyohusika kuipeleka wapi? Kuipeleka hapo. So mwili wako hauwezi kuwa mahali bila kuwa umepelekwa na wewe. Ndio maana nikasema mwili hauwezi kufanya chochote, hauna maamuzi ya kufanya chochote. Kwa lugha nyingine, hauwezi kufanya kitu isipokuwa umefanyishwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwili wa mtu haufanyi kitu isipokuwa umefanyishwa. Na tumeangalia kidogo, tutaangalia kidogo kwa undani kadri Bwana anavyotupa neema. Na jana tumeangalia kuhusu roho kidogo, tumegusa kidogo. Nikasema hivi, roho haipendi wala haitakagi wala haifurahi nini? Dhambi. Kwa sababu gani? Asili yake ni Mungu mwenyewe. Na kwa lugha nyingine ni kusema hivi, roho huwa haifanyi dhambi. Roho yako once imeumbwa, kwanza hailali, haichoki,
haipumziki wala haina kingine cha zaidi isipokuwa iko inafanya majukumu yake kila wakati. Nataka ujue hivi kwamba roho yako, roho yangu, roho ya mtu haifanyagi nini? Haifanyagi dhambi. Yesu atusaidie sana. Haifanyagi yani ile si nisemeje yani? Si niseme au haishiriki yani waga si niwekeje? Roho ya mtu haina uwezo wa kwenda kufanya dhambi. Haifanyi dhambi isipokuwa ina makosa fulani ambayo ndio huwa yanatokea, ambayo yanatokana na vitu ambavyo nitakuambia hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia tena, roho asili yake ni Mungu na huwa haipendi wala haifurahi nini? Dhambi. Haipendi kabisa. Ndio maana nikasema jana kwamba hata unapoanza kufanya mambo mabaya huaga unaanza sirini. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Roho imeumbwa katika hali ya utakatifu kama ulivyo mwili katika hali ya utakatifu kabisa. Isipokuwa kumbuka, nimesema katikati ya mwili na roho kuna kitu kinachoitwa nini? Nafsi. Na nikaeleza kidogo jana kwamba nafsi ndani yake ndio kuna chumba kinachoitwa moyo, mtima. Sio moyo ule wa kusukuma damu, mtima. Kule yani ile moyo wenyewe, ule moyo sio ule unaosukuma damu, ule moyo ambao ni hard disk, ule moyo ambao ndio motherboard, ndio hifadhi kuu, ndio intake kuu ya maisha ya mtu, iko hapo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa jana tuliangalia kidogo, na leo hata Mungu atupe neema tuendelee zaidi kidogo, kwamba moyo wa mtu unaathiriwa. Niligusa kidogo jana, moyo wa mtu unaathiriwa na vitu vikubwa vitatu. Nikasema cha kwanza ni kuona, macho, na cha pili ni kusikia, masikio hayo, na cha tatu ni kugusa. Kwa nini? Kwa sababu kubwa hii hapa. Yesu atusaidie sana. Sikia, ufahamu wako, brain, ubongo, kazi ya ubongo ni kutafsiri vile vinavyosikika, vile vinavyoonekana na vile vinavyogusika. Ubongo unafanya kazi ya kutafsiri, una interpret. Ukisha tafsiri kinajulikana hicho ni kitu gani, na kishajulikana kwamba ni kitu gani, moja kwa moja sasa hatua itakayofuata ni hii. Wewe nenda jifuatilie tu mwenyewe jinsi ulivyo, wewe nenda tujifuatilie mwenyewe. Baada ya kuona hivi kinatambuliwa hicho ni kitu gani na kazi yake ni nini. Kikishatambuliwa kwamba ni kitu gani na kazi yake ni nini, kuna kitu cha pili, hatua ya pili inayofuata ni nini? Ni considering. Kweli yani ni kama kusema kukitafakari au kukifanyia mjadala, discussion. Hiki kitu ni kweli ni kitu fulani, maamuzi ya kwamba au tuseme ule mjadala wa kwamba kinafaa au hakifai, kinanifaa au hakinifai. Narudia tena, mjadala wa kwamba kinanifaa ama hakinifai haufanywagi na brain, haufanywagi na ubongo. Mjadala kwamba kinanifaa ama hakinifai haufanywagi na akili. Akili ya mtu haina uwezo wa kumiliki. Akili ya mtu ina uwezo wa kutambua. Umiliki unahusika na chumba kinachoitwa nini? Moyo. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Akili ya mtu haina uwezo wa kutamani. Ubongo hauna uwezo wa kutamani. Wenyewe kazi yake ni kutambua. Chenye kubeba, kupenda au kuchukia, kutaka au kutokutaka ni moyo, uko kwenye nafsi. Yesu atusaidie sana. Kumbuka, moyo uko kwenye nafsi. Kwa hiyo sasa, ili mtu anapoona aamue kufuata ama kutokufuata, hii inatengenezwa na bunge la moyo. Bunge la moyo ndio linaamua kwamba sasa hiki tutakifuata ama tutakifuata, hiki ni bora kwetu ama sio bora kwetu. Bunge ndani ya moyo ndio unafanyika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unaposema ufahamu wa mtu unajumlisha pamoja na moyo pia, si tu ubongo, ni pamoja na moyo. Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo unaposema kwamba kitu unapokiona tu mara moja, watu wengi sasa wamekuwa wanadhani hivi kwamba amekiona kitu, labda tuseme amekifuata, amemuona mdada, kwa mfano mwanaume amemuona mdada fulani, amemuona tu jinsi alivyo, akaona hapana, huyu sitamwacha. Ile sitamwacha
Ile kumtamani haitengenezwi na akili, haitengenezwi na ubongo. Ile kwamba huyu sitamwacha, huyu ni mzuri, huyu ananipendeza, huyu ananifurahisha, hiyo haitengenezwaga na nini? Na ubongo, inatengenezwaga na moyo. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Hii inatengenezwaga na nini? Na moyo. Kwa hiyo kile tendo baada ya kuona au tendo baada ya kusikia hailitengenezwi na akili. Tendo baada ya kuona au tendo baada ya kusikia, tendo baada ya touching, tendo baada ya kugusa, halitengenezwi na akili, halitengenezwi na ubongo. Tendo baada ya kugusa, tendo baada ya kusikia, tendo baada ya kuona, linatengenezwa ndani ya moyo. Yesu na atusaidie sana. Kwa mara nyingi utakuta mtu anakuambia mwili hauna shida. Kinachoamua ni nini utafanya baada ya kuona, kusikia na kugusa ni moyo wako. Mwokozi Yesu na atusaidie sana. Kwa sababu hiyo sasa, kumbuka mtu akawa nafsi hai. Kwa hapa katikati hapa sasa kuna hiyo nafsi, ndio hiyo inayofanya hiyo kazi. Kwa baada sasa ya moyo kufanya mchakato baada ya kuona, kusikia au kugusa, kile kilichotafsiriwa na ubongo kinakaa hapo. Sasa moyo kinataka kushuka moyoni. Kikiingia moyoni, moja kwa moja kinachofuata hapa ni mchakato, yani uchambuzi, upembuzi yakinifu. Ule upembuzi yakinifu unafanyika ni ndani ya very very short time. Very very short time, ni within a seconds, hata si minutes, within a seconds, ni ndani ya sekunde kadhaa unafanyika hii. Sasa wakati ule mchakato unafanyika, yale mawazo yani ndani ya hizo sekunde chache unakuta mtu kashapiga hatua, unakuta mtu kashainua mkono, unakuta mtu kashafungua kinywa, kashatamka maneno. Kwa nini? Ni ndani ya sekunde chache. Kila kitu kinatengenezwa na moyo. Let you hear again, my brother, my sister, that kila action, kila tendo unalolifanya halitokagi kwenye akili kirahisi. Mara nyingi linatoka kwenye nini? Kwenye moyo. Kwa sababu umefanyiwa kitu, umechukia, umepiga. Kwa nini umechukia? Akili haijui kuchukia, ubongo wako hauchukii. Kinachochukia ni nini? Ni moyo, ambao uko kwenye nini? Kwenye nafsi. Tuko sawa sawa. That's why nasisitiza hivi. Neno la Mungu linasema kwenye Mithali 4:23, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Kwa sababu gani? Anasema ndiko zitokako chemchemi za uzima. So kama unautaka usalama wa maisha yako, usalama wa maisha, achana na kufikiri mwili ndio unakusumbua. Mwili unapeleka taarifa ya kinachotakiwa. Mwili unapeleka taarifa ya kile unataka. Nirudie ile maneno ambayo tuliangalia, niliyazungumza hata jana. Kwa nini kuna vita kati ya roho na mwili? Why this battle? Why this battle within a spirit or your soul and your body? Why this battle? Kwa nini kuna hii vita? Kwa nini kuna haya mapigano? Kwa nini kuna hii coalition? Kwa nini kuna hii clashing? Kuna kugongana. Kwa nini? Narudia tena, nilisema jana lakini nisisitize tena. Sikia, mwili haujui Mungu, haujawahi kumuona na hautamuona. Na roho yako haipendi dhambi wala haifurahii. Sikia, mwili unapokuwa unataka yale tamaa ya mwili, nilisema jana nikasema kuna utofauti wa mahitaji, utofauti wa matamanio. Roho ina matamanio yake na mwili una matamanio yake. Ndio maana kuna hii coalition, ndio maana kuna huu mgongano, kwa sababu roho inachotamani na kile ambacho mwili unatamani ni vitu viwili tofauti. Roho imetoka mbinguni, inajua vya mbinguni, inavipenda vya mbinguni, haipendi vya dunia kwa sababu sio asili yake. Kama unaelewa vizuri, mwili umetoka duniani. Mwili umetoka duniani, haujawahi kwenda mbinguni, haijui ya mbinguni na wala hauwezi kuyapokea mambo ya mbinguni. Kwa hiyo unatamani kile unachojua. Kila mtu anatamani kile anajua, my bro. So
Mwili unatamani kile unajua, na roho inatamani kile inajua. Hapa katikati sasa, ni nini utafanya baada ya kuona? Ni nini utafanya baada ya kusikia? Inaamuliwa na nini? Nafsi, ndani ya chumba kinachoitwa moyo. Hiyo ni control room. Yesu asifiwe. Hasa hapa, wakati ambao hii vita hii, haya mapambano haya yanaendelea, nafsi sasa inafanya mchakato. Inapofanya mchakato, yenyewe ndio itatoa maamuzi. Kura nyingi zimeenda wapi? Kama unaelewa. Nafsi, tunarudia tena, moyo huo unapofanyika mchakato mle ndani wa kwamba nini. Hapa nafsi inafanya mchakato, moyo unachakata haraka. Unahesabu kura zitakuwa nyingi wapi? Mwilini au rohoni? Sasa hapa inategemea, kama kwa sababu roho haipendi, mwili unataka. Kwa nini? Ni vya kwake, ni vya duniani. Sikia, mwili unatamani vya dunia kwa sababu ni vya kwake. Ndivyo unavyojua. Mwili ndivyo unavijua hivyo, haujui vingine. So wakati mwili unatamani, sikia, unatamani vya kwake, na mwili unajua kabisa unaishia duniani. Sema unajua kwamba kuna siku utakufa, hautaki kubakisha pensheni yake, unataka kula vyote. Ndio maana unaona kuna kuwa na haya na hiyo coalition, hiyo mgongano huo. Unatokana na nini? Huo mgongano unatokana na hayo sasa. Kwamba hapa roho kuna vyake inataka na mwili kuna vyake unataka. Kwa sababu hiyo sasa kwenye ile hali nafsi sasa hapa, moyo ndio unatakiwa utoe maamuzi. Sasa kinachotokea ni nini? Na nimeshasema roho haipendi wala ifurahi dhambi. Na isisitiza hiyo, roho haipendi wala ifurahi dhambi. Kinachotokea, maamuzi yataelekea wapi, inategemea nguvu ulionayo rohoni. Nguvu ulionayo wapi? Rohoni. Kamata vizuri maneno haya. Nguvu ulionayo rohoni, hiyo ndio inaamua. Baada ya bunge la nafsi yako ambao ni moyo kufanya yale discussion kubwa ya sekunde chache, within a seconds, maamuzi ya kwamba utafanya ama huku kutafanyika, yani roho itashinda au mwili utashinda, inategemea kati ya roho na mwili wako, nani ana nguvu zaidi. Kama tunakwenda sasa, nani ana kura ya turufu? Mwenye kura ya turufu ndiye atakayeshinda. Hasa ndani ya moyo yanayojadiliwa yanaweza kuwa yanajadiliwa mabaya. Kwa nini yanajadiliwa mabaya? Ni kwa sababu unakuta ndani ya moyo hakuna sijui nisemeje, samahani, naomba nitumie hii lugha, hakuna wabunge wenye akili. Unakuta ndani ya moyo hakuna wabunge wenye akili ambao wanaweza kutoa ufumbuzi, wanaweza kujadili katika kweli na katika haki na katika uzuri, wakajadili vizuri. Wewe kinyume chake wanajadili na kupitisha uchafu. Si kama tuko sawa sawa. Kama wabunge wa moyo ni wabovu, wabunge wa moyo ni wahovyo. Wanapofanya maamuzi, watafanya maamuzi kuelekea wapi? Kwenye mwili. Tunakwenda sawa sawa. Kwa hiyo sasa roho inakuwa imeshindwa, kwa hiyo tendo la dhambi linatokea. Yesu tusaidie sana. Kwa nirudie tena. Baada ya mchakato kufanyika ndani ya moyo, mwenye nguvu kati ya roho na mwili, yule mwenye nguvu ndiye atakayeshinda. Kwa hiyo kama bunge la moyo halina akili, ni bunge la vilaza, kitakachofuata hapa, wataamua kuupa mwili credit. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapa mwili una nguvu kuliko nini? Kuliko roho. Tunakwenda sawa sawa. Kwa ili ufanye yaliyo mazuri, maamuzi mazuri yafanyike, lazima roho yako iwe na nini? Iwe more powerful than your body. Bwana Yesu asifiwe. Yes, your spirit, your soul must be more powerful than your body. This is to say, you need the Holy Spirit. Yes, you need the Holy Spirit to win a body. You need the Holy Spirit to win your body. Yes, to overcome your body. You need the Holy Spirit. Just because there is no way you can fight your body yourself. There is no way you can fight your body through your mindset. Never. Do you know why? Just because roho iko ndani ya nini? Ya mwili. Tunakwenda sawa ili awe mtu. Roho iko ndani ya nini? Ya mwili. Kwa hiyo mara nyingi sana, kwa sababu roho inabebwa na nini? Na mwili. Tuko vizuri. Roho inabebwa na nini? Na mwili.
Kama haina nguvu itapelekwa. Sikia vizuri. Ndio maana mwanzo kabisa nilisisitiza kusema hivi, kipindi chetu cha kwanza, ibada yetu ya kwanza ya ufunguzi wa huduma hii, tulisema hivi na nilisisitiza sana, mwanadamu hakuumbwa akae nje ya uwepo wa Mungu. Anapokaa nje ya uwepo wa Mungu, dhambi inafanyika. Dhambi inakuwa, mwili unakuwa na nguvu, dhambi zinafanyika. Kwa nini inakuwa ni dhambi? Kwa sababu matendo mengi ambayo mwili unataka kufanya si maelekezo ya Mungu, na dhambi ni kutokufanya maelekezo ya Mungu. Dhambi ni kutokufanya maelekezo ya nani? Ya Mungu, kuyaasi maagizo ya Mungu. Kwa sababu hiyo mwili, mambo mengi ambayo unatamani ni maasi, ni kinyume cha maagizo ya nani? Ya Mungu. Kwa sababu ndio kitu ambacho mwili unajua. Ndio maana nikasema mwili ni rafiki yako sana, kwa sababu umeibeba roho yako, uko ndani. Wewe uko ndani ya mwili, uko ndani ya huo mwili wako. So hakuna vile ambavyo unaweza ukautenga ukasema ni adui yangu, ni adui yangu, hakuna. Mwili ni rafiki yako, kwa sababu pasipo huo wewe haupo pia. Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo sasa nataka ujue jambo hili. Roho yako kama haina nguvu, ule mchakato unapofanyika ndani ya bunge la moyo, tayari moja kwa moja maamuzi makubwa yataelekea wapi? Yataelekea, au ushindi utaelekea kwenye mwili. Ushindi ukishaelekea kwenye mwili, roho inakuwa tayari kuna makosa imefanya. Tunakwenda sawa sawa. Yenyewe haiendi kunywa pombe, si kama tunaenda vizuri. Lakini mwili ukinywa pombe, wewe mzima, yaani wewe maeneo yake yote yale matatu yanakuwa najisi, yanakuwa yamefanya nini? Dhambi. Sikia, roho haivuti bangi, lakini mwili unapovutwa, ukienda kuvuta bangi, roho nayo pia imefanya nini? Imevuta. Kwa sababu gani? Iko ndani. Kama tunakwenda sawa. Hakuna vile ambavyo bodi ya gari inaweza ikapinduka, injini iseme wala mimi sijapinduka, aliyepinduka ni bodi. Hakunaga hiyo kitu. Hiyo gari imefanya nini? Imeanguka. Kama tuko sawa. Hakuna vile ambavyo gari inaweza ikaenda mahali ikajigonga, alafu ikasema, injini ikasema wala mimi sijaumia. Hakuna. Gari yote imefanyaje? Imeumia. Kwa sababu hiyo kitendo cha engine ku lose control yani engine kuwa ime overspeed kiasi kwamba sasa ule mfumo mzima wa stability ya gari ukashindikana, ikaingia mahali ikacrash. Pamoja na kwamba engine ndio imepeleka, imeenda, lakini gari yote inakuwa imefanyaje? Imepata shida. Roho yako haipendi wala haifurahii dhambi, lakini inapokuwa na udhaifu ikauruhusu mwili kwenda kufanya unachotaka, hapa ndio maana roho yako yani kama utakuwa unaishi hayo maisha ya dhambi, roho yako inatupwa wapi? Jehanamu, kwa sababu ya kushindwa kucontrol mwili. Roho yako inapata adhabu kwa sababu ilishindwa kuusimamia mwili, ilishindwa kuudhibiti mwili. Ndio maana Paulo anazungumza kwa Roho Mtakatifu, anasema hivi, enendeni kwa Roho, maana kama mkiishi sawa sawa na vile Roho Mtakatifu anavyotaka, mwili mtaushinda, tamaa za mwili hamtazitimiza. Ila mkienda nje ya hapo, mwili uko na power zaidi ya roho, kwa sababu hiyo itakula kwenu. Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo nataka ulifahamu vizuri jambo hili, kwamba wakati ambapo tunajaribu kupambana, acha kupambana na hisia za mwili wako. Ngoja nirudie tena na tena na tena hili jambo. Nasema hivi, wewe kijana, wewe baba, wewe mama, maana siku hizi si tu alioa au ambaye vijana labda ndo wanashiriki kwa mfano kwenye mambo ya uzinzi na nini. Kwenye uasherati na uzinzi siku hizi wako wengi, wazee, vijana, wapo tu wanaingia tu, na nitakuja kukuambia kule mbele kwa nini. Wakati ambapo unajaribu, acha kushindana na nini? Na mwili wako. Nilisema hivi, na ukamate kitu vizuri. Hisia za mwili, samahani sana watumishi wa Bwana wale ambao tumempokea Kristo, hazitaondolewa na neema ya wokovu. Hisia za mwili haziondolewi na neema ya wokovu. Bwana sema tena. Hisia za mwili, za mapenzi, hisia za sex haziondolewagi na wokovu.
Neema ya wokovu haiondoi hisia za sex. Ndio. Ngoja nirudie tena. Neema ya wokovu haizimishi hisia za mwili. Haizimishi kabisa. Neema ya wokovu, kupata neema ya wokovu, narudia tena, hakuzimishi hisia za nini? Za mwili. Na hisia za mwili hata ungefunga na kuomba kwamba Mungu aziondoe, Mungu hataziondoa. Kwa sababu gani? Mungu aliziweka kwa nini? Kwa wakati maalum na kwa kazi maalum. So what you need a knowledge from the Holy Spirit. You need a knowledge from God himself. Unahitaji elimu namna gani ya kupambanua na kushinda katika jina la Yesu. So nataka ujue hivi, usije ukasema tu sasa mimi ningefanyaje? Mimi ningefanyaje? Hakuna cha ningefanyaje. Usije kadhani ni mwili wako ndio ulikupeleka kulala na yule dada. Usije kadhani ni mwili wako ndio ulikupeleka kwenda kuiba ile hela ya yule mzee. Usije kadhani kwamba ni mwili wako ndio uliokupeleka kwenda kulala na yule kijana. Hakuna, hii wewe ndio uliupeleka mwili. Kwa sababu mwili hauna maamuzi ya kufanya kitu chochote pasipo kupelekwa. Mwili mpaka uamuriwe kwamba just go, nenda sasa. Na unaamuriwa na nini? Na ufahamu wako. Kwa kupitia nini? Kutoka ndani ya moyo. Sasa yanatokea maamuzi kwamba tayari tutaenda hivi, tutafanya hiki, moja kwa moja matendo au tendo linafuata baada ya maamuzi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwili hauwezi kufanya kitu, hauna maamuzi. Wewe unatoa tu taarifa, jamani nasikia kama kuna vitu haviko sawa kwa mwili wangu, na ni kama vinataka mtu. Kuna mtu tunaenda sawa sawa. Sasa ni kama vinataka nini? Ni kama vinataka chupa ya banana, vinataka chupa ya kabundi. Vinataka kabundi. Haya, hapana sasa unajua mwili wangu bana, unatoa taarifa. Mimi sasa hivi bana nasikia njaa na kwa sasa sina hela. Unaonaje? Mimi nasikia njaa. Sasa moyo unaanza sina hela. Nitafanyaje? Mwili macho anakuambia pale hivi kuna mkungu wa ndizi ule pale. Unasemaje? Tunasemaje? Kuna ile mandizi iko pale. Tufanye nini? Si tuiendee mara moja. Moyo unaanza kutakata, unapiga mahesabu. Tayari maamuzi yanatokea. Hebu angalia kushoto, hakuna mtu. Kulia, hakuna mtu. Na kule nyuma, hakuna mtu. Na ile pande ile, hakuna mtu. Kwa hiyo tukachukue. Kwa maamuzi yanafanyika. Mwili unapeleka tu taarifa. Naomba uelewe hivi. Mwili wako ni jinsi utakavyoudhibiti. Jinsi utakavyodhibiti mwili wako ndivyo utakavyokuwa. Hakuna vile ambavyo mwili unaweza kukuacha ufanye tu. Yaani mwili unakuletea taarifa. Ukishakuletea taarifa, maamuzi yanatolewa na moyo wako. Hasa ndani ya moyo, kwa nini ulindwe? Mkusando unatoa maamuzi yote. Kama ndani ya moyo hakuna ulinzi, kama mtawala wa moyo ni mbovu, mtawala wa moyo, rais wa moyo ni kilaza, mfalme wa moyo ni mchafu, mfalme wa moyo ni hovyo. Kama mfalme wa moyo ni hovyo, moja kwa moja maamuzi yanayotoka ni ya kuutii mwili. Si kama tunakwenda sawa. Kwa hiyo hapa tunaona, narudia tena nasisitiza kwamba mwanadamu aliumbwa aishi ndani ya uwepo wa nani? Wa Mungu. Nje ya hapo mwanadamu mwili utamzidi na atafanya mabaya. Atusaidie Mwokozi Yesu. Asubuhi ya leo acha tuende tukaombe Mungu. Tunachoomba, nafikiri umeendelea kuelewa. Mwanadamu ameumbwa akae uweponi. Akikaa nje uwepo wa Mungu anafanya dhambi. Dhambi haitamwacha. Na dhambi ni chukizo, dhambi ni ubaya. Tutaendelea kuona dhambi ni kitu kibaya. Afadhali kifo kuliko dhambi. Acha tuende tukaombe Mungu alfajiri ya leo. Haleluya. Na tunakwenda kuomba nini? Vile ambavyo Mungu amekuwa akiendelea kuzungumza na sisi, tunaendelea kuomba Bwana atutengeneze, apate faida kupitia sisi katika jina la Yesu. Afaidike kupitia maisha yetu, kupitia kuwepo kwetu. Sasa tuende tukaombe Mungu alfajiri ya leo. Lakini kama wewe unajua haujaokoka bado, haujapata neema hii ya wokovu, naomba urudie haya maneno nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu, asante kwa neema yako alfajiri ya leo. Naomba unisamehe makosa na dhambi zote nilizokutenda tangu utoto mpaka sasa. Bwana Yesu, nisamehe. Nimerejea kwako na kuomba unitakase na kuomba unisafishe. Bwana Yesu, naomba ukanikubali niwe mwanao, nikutumikie. Unipokee leo, ami nipate neema ya wokovu. Bwana Yesu, sema: Bwana Yesu, nishike mkono ukaniongoze.
Naomba Bwana uwe pamoja nami. Nimekuamini leo, wewe ni Bwana, ni Mwokozi wa maisha yangu. Sasa Bwana, ninaamini wewe ni mwana wa Mungu na ulikufa na kufufuka. Asante kwa kuniokoa tangu leo, kwa kuwa jina langu limeandikwa kwenye kitabu cha uzima na sio kwenye hukumu, katika jina la Yesu, amen. Let's pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, tunasema tena asubuhi ya leo asante kwa sababu ya vile ambavyo Mungu mwenye haki umeendelea kuwa pamoja nasi. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya pendo lako kuu. Pendo lako kuu Bwana, ambalo katika hilo pendo mfalme umetutunza sana. Baba, tunakushukuru mno. Tunakuomba Bwana katika alfajiri ya leo tena Bwana, ya kwamba tumekuja kwako, tumeendelea kuelewa kwa kadri ambavyo umeendelea kuzungumza nasi. Tumeendelea kuelewa kwamba Bwana, hakuna kile ambacho tunaweza kufanya kizuri nje ya wewe Bwana. Lakini Baba, tumeendelea kujua vile ambavyo makosa yanafanyika na dhambi inafanyika. Basi Bwana Yesu, tunakuomba utusamehe. Baba, tunatubia kabisa Bwana kila namna ya dhambi, tunatubia kabisa Bwana kila namna ya uovu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mungu wangu na Baba yangu, katika jina lenye nguvu la Yesu, Mwokozi, mfalme, Bwana na nguvu zetu. Baba, ninakuomba msamaha Bwana Yesu. Nakuomba Bwana ukatusafishe tena. Baba, tuoshe kabisa Bwana wangu alfajiri ya leo. Mfalme, tumekuja kwako Bwana. Ni neema yako tunahitaji. Ni neema yako Bwana tunahitaji. Tunahitaji mkono wako wenye nguvu, mkono wako wenye uweza Bwana. Baba, uwe pamoja nasi tena. Alfajiri ya leo Bwana tumekuja kwako tukiomba, Mungu mwenye haki, neema yako Baba yetu na iwe juu yetu tena. Tunamhitaji sana Roho yako Mtakatifu. Baba yangu, tunaomba ukatutengeneze. Tunaomba Bwana wangu na Mungu wangu, neema yako na iwe juu yetu. Tunaomba Bwana neema yako mpendo, omba katika jina la Yesu. Tunaomba neema yako Bwana, tunaomba neema yako mfalme katika alfajiri ya leo, mfalme wetu. Tunaomba neema yako Bwana na iwe juu yetu katika jina la Yesu. Neema yako ya ajabu Bwana ikawe juu yetu tena Bwana katika alfajiri ya leo. Bwana, ikiendelea kututengeneza, ikiendelea kutufundisha, maana wewe unazungumza kwenye kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 11 ya kwamba neema ya Mungu iwaokoe wanadamu wote imefunuliwa, nayo ina kazi hii ya kutufundisha kukataa ubaya na tamaa zote za kidunia, ili iweje? Ili tuweze kuishi kwa kiasi na haki katika ulimwengu huu wa sasa. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu tunaomba neema yako hii Bwana mabwana. Tunaomba neema yako Bwana na kibali chako. Tunaomba neema na kibali chako, mfalme wa utukufu. Bwana wangu na Baba yangu, tunaomba neema yako na iwe juu yetu Bwana, katika jina lenye nguvu na thamani kubwa sana la Yesu. Bwana mwamba, Mwokozi na nguvu zetu, Jehova, tunakusihi Bwana wetu na Baba yetu kwamba Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye uweza, Bwana wangu na Baba yangu, tunahitaji neema yako Bwana. Baba, tunaomba Mungu mtakatifu ya kwamba uwe pamoja nasi tena, Jehova mwenye haki, Mungu wetu. Baba, tunaomba sana neema yako Mungu mtakatifu aiwe juu yetu Bwana katika alfajiri ya leo. Tunaomba neema yako Bwana, tunaomba neema yako mfalme na iwe juu yetu. Roho Mtakatifu wa Bwana, tunakuhitaji wewe Baba. Tunahitaji Bwana ukafanye matengenezo ndani yetu Bwana Yesu, kwa kuwa tunajua una uwezo na mamlaka na nguvu, na kwamba Bwana wangu fanya matengenezo ndani yetu kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi. Baba, tunakuomba Bwana ukatufanyie matengenezo ndani yetu Bwana Yesu, ukatengeneze lile ulitakalo na ulipendalo. Yesu, ukatutengeneze utakavyo katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yetu na Mungu wetu, nakuomba neema yako mfalme na iwe juu yetu Baba. Tunakusihi Bwana mabwana, neema yako na iwe juu yetu Bwana. Baba, tunakuhitaji wewe, tunaomba kibali mbele zako mfalme katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, tunaomba kibali machoni pako kwa jina la Yesu. Bwana wangu na Baba yangu, tunaomba kibali machoni pako Baba yetu Mungu mtakatifu, tunaomba kibali kwako Bwana wangu, tunaomba sana kibali mbele zako mfalme, kibali machoni pako Bwana wangu, tunakuhitaji wewe Baba. Tunaomba kibali, ukatukubali Bwana mabwana, Mungu mtakatifu Bwana, ili ukatutengeneze utakavyo, tufinyange Bwana Yesu vile unavyoona kwamba inakupendeza Baba, hivyo ndivyo ukatutengeneze katika jina la Yesu Baba. Tutengeneze Baba, tengeneza jambo jipya ndani yetu, umba kitu kipya ndani yetu mfalme wa utukufu. Bwana wangu na Baba yangu, naomba ukatutengeneze Jehova. Bwana wangu, tengeneza mtu mmoja mmoja, tutengeneze Bwana Yesu, tukawe kile ambacho unakikusudia
Tuwe kile ambacho ulikikusudia Bwana baada ya kazi yako msalabani. Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu, kile ambacho kwa ajili ya hicho ulikubali kwenda msalabani. Baba, ninakusihi Mungu mtakatifu Bwana wangu, kwamba ukatutengeneze mfalme. Bwana wangu, tuunde utakavyo. Bwana Yesu, nakuomba finyanga upendavyo, katika jina lenye nguvu na takatifu mno la Yesu Kristo mwokozi. Bwana wangu na baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, ninakusihi Mungu mtakatifu, kwamba Bwana mabwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Bwana wangu, ninakuomba sana ya kwamba Jehova Mungu wetu na baba yetu, katika jina lenye nguvu la Yesu, tunakusihi Mungu mtakatifu, tutengeneze Bwana mabwana, finyanga kabisa Bwana, wanaume kwa wanawake, tengeneza tena mfalme wa amani, tutengeneze Bwana wangu, tuwe kile ulichokikusudia mfalme, tupe kuishi kwa ajili yako Bwana wangu na baba yangu. Alfajiri leo Bwana wangu, tunakuomba ukatupe neema ya kuishi kwa ajili yako, tupe kuishi Bwana kwa faida yako. Bwana wangu na baba yangu, katika jina la Yesu, na kwamba Bwana ukatupe neema, tupe kuishi kwa ajili yako, mfalme wa utukufu. Bwana mabwana, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka, na kuomba Bwana wangu kwamba ukatupe neema ya kuishi kwa ajili yako mfalme, tupe kuishi Bwana kwa faida yako, kwa jina lenye nguvu na takatifu mno la Yesu. Bwana mwamba mwokozi na nguvu zetu mfalme, tunakuomba Bwana mabwana, kwamba Mungu mtakatifu katupe neema, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yetu na Mungu wetu, tunakuomba Mungu mwenye haki, Bwana wangu na baba. Bwana wangu, tunakusihi Mungu mtakatifu Bwana, kwamba ukatutengeneze Jehova, tufinyange Bwana, tupe kuishi vile utakavyo, tupe kuwa kile ulichokikusudia, tupe kuwa kile ambacho ulikidhamiria. Bwana wangu, tupe kuishi kwa ajili yako, tupe kuishi kwa faida yako mfalme. Alfajiri ya leo Bwana wangu, tunakuomba sana utupe kuishi kwa ajili yako Bwana, tupe kuishi kwa faida yako mfalme. Bwana wangu, tuwe faida yako mfalme wetu. Baba, tunakuomba Bwana, tu hapa duniani usikie kufurahia Bwana. Baba, moyo wako ufurahie kwamba tuko duniani. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba kama ambavyo tumekuwa tunafurahia uwepo wako ndani yetu, na kwamba Bwana uko pamoja nasi, kwa sababu unatutetea, unatushindia. Bwana, na wewe ufurahia kuwepo kwetu ndani yako mfalme, kwa kuwa Bwana unafaidika na maisha yetu. Mungu mtakatifu, tunaomba neema yako Baba, ukatutengeneze mfalme utukufu. Bwana wangu na baba yangu, wala usinyamaze wala usiwe na kimya, mfalme wa amani. Yesu, tengeneza, umba jambo jipya ndani yetu, katika jina la Yesu. Bwana wangu, nakuomba ukatupe kuishi kwa ajili yako. Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu, ninaomba neema yako Bwana wangu, kwamba Bwana utupe kuishi kwa ajili yako, tupe kuishi kwa faida yako Mungu mtakatifu, katika jina lenye nguvu la Yesu. Bwana wangu na baba yangu, nakuomba Bwana wangu ukatupe neema, tupe kuishi kwa ajili yako mfalme wa utukufu, tupe kuishi Bwana kwa faida yako, tupe kuishi kwa ajili yako Mungu, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana wangu na baba yangu, utupe kuishi kwa ajili yako Bwana wangu, tupe kuishi kwa faida yako mfalme, katika jina lenye nguvu la Yesu mwokozi, mwamba na nguvu zetu Bwana. Baba, tunakuomba ukatupe neema ya kuishi kwa ajili yako mfalme, tuwe faida yako Baba, ukatukuzwe kwa sababu ya kuishi kwetu duniani. Tutengeneze mfalme wa amani. Bwana, tuwe kile ulichokikusudia, katika jina la Yesu Kristo Bwana wangu. Baba, tupe kuwa furaha yako Bwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, nakuomba, tunaomba neema yako tena alfajiri ya leo, tunaomba ujazo wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana ujazo wa Roho Mtakatifu, tukajae nguvu zako ndani yetu mfalme, tujae Roho Mtakatifu Bwana, kila mmoja Baba, tukae ndani yako na ukae ndani yetu, katika jina lenye nguvu la Yesu. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba sana kwamba Mungu mtakatifu, Bwana wangu na baba yangu, katika jina lenye nguvu la Yesu, Bwana wangu na baba yangu, nakusihi sana kwamba Jehova ukatutengeneze Bwana Yesu, tupe kuwa faida yako Yesu, tupe kuwa kile kinachokupendeza, tupe kuwa kile kinachokupendeza Bwana, tupe kuwa faida yako Bwana, katika jina la Yesu. Baba, ukatupe kukuishia wewe, tupe kuishi kwa ajili yako, kwa jina lenye nguvu la Yesu. Baba, katika jina tujaze Roho Mtakatifu Bwana Baba, ili tuweze kuyatenda mapenzi yako. Tujaze Roho Mtakatifu Baba, tunahitaji Roho yako Mtakatifu ndani yetu, uweza na nguvu zako mfalme zikawe dhahiri ndani yetu, kwa jina la Yesu. Tunamhitaji Roho yako Mtakatifu Bwana Baba, kwamba katawala na kutamalaki ndani yetu. Tunaomba nguvu yako mfalme, nguvu yako Bwana mapana, nguvu yako ndani yetu, nguvu yako ndani yetu Bwana Baba, tukae uweponi mwako majira, wakati na saa yote, katika jina la Yesu. Tupe kuishi ndani ya uwepo wako, tupe kuishi ndani ya Roho Mtakatifu Bwana Baba, tunakuomba ukatutengeneze, tuwe
tuenende sasa na mapenzi yako, tuishe sana mapenzi yako Bwana. Baba, tunakuonea shauku alfajiri ya leo, tunakuonea kiu Bwana. Baba, tunakuonea shauku, tunakuonea kiu Mungu mtakatifu Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu tunakuonea shauku kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, kwa jina takatifu la Yesu, Mwokozi, mfalme, mwamba na nguvu zetu, Bwana wangu tunakuhitaji wewe Baba. Tunaomba Mungu mtakatifu kajitukuze. Yesu nakuomba Bwana wangu na Baba yangu, wala usiwe na kimya. Yesu tujaze Roho wako mtakatifu, maana ni ahadi yako Baba. Ikiwa Bwana Mungu mtakatifu umeahidi mwenyewe, na wewe ni mwaminifu, tunakuomba jaza Roho mtakatifu Bwana Baba, ukatujaze wanaume na wanawake. Tunamhitaji Roho wako mtakatifu Bwana, ili Baba tukaishi utakavyo, kwa jina la Yesu aliye hai. Roho mtakatifu wa Bwana ndani yetu ukajae, ndani yetu ukae, kwa jina la Yesu, kwa namna ya ajabu, kwa namna ya pekee, kwa jina la Yesu. Bwana, hata wale ambao inawezekana wako manyumbani mwao wanaomba alfajiri ya leo, inawezekana Bwana, wale walioko mahali unafuatilia kwa njia ya mitandao Baba, nakuomba mahali walipo, Roho wako mtakatifu akawaguse, akawajaze, wakapokea hiyo neema kwa jina la Yesu aliye hai. Wakapokea hiyo nguvu ndani yao, wakapokea hiyo nguvu ndani yao, wakapokea hiyo nguvu ndani yao, wakapokea hiyo nguvu ndani yao kwa jina la Yesu. Ikatende kazi sasa katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ninakuomba wakapokea nguvu, ukawape hiyo neema ya kupokea nguvu, ujazo wa Roho mtakatifu na nguvu zake kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Bwana, tunakuomba tamalaki sasa, tawala Bwana ndani ya watu wako kwa jina lenye nguvu la Yesu. Bwana wangu, ninakuomba sana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunaomba Bwana ujazo wa Roho mtakatifu ndani ya wazee, ndani ya vijana, ndani ya wakubwa na wadogo, ndani ya viongozi na wanaongozwa wote Bwana. Roho wako mtakatifu akatamalaki kwa jina lenye nguvu la Yesu. Baba, tunakusihi wala isiwe kimya. Bwana wangu, tunaomba hata uweza wako uwe ndani yetu, maana Bwana umetaka hivyo, kwamba tujae Roho mtakatifu na tuishi hivyo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana mfalme wa utukufu, Bwana wangu, wala usiwe na kimya katika jina la Yesu. Wewe mwenyewe ndio uliahidi Bwana kwenye kitabu cha Yoeli sura ya 2, lakini sio hivyo tu, ukaenda ukuahidi pia Bwana kwenye kitabu cha Luka sura 24 mstari 49 kwamba unaileta ahadi ya Baba juu yetu, ambaye ni Roho Mtakatifu, na kwamba Bwana asiwepo anayeachwa. Naomba kila mtu akapata neema ya kujaa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Mahitaji mbalimbali aliyopo ambayo Bwana watoto wako sahihi wanayaombea, Mungu mtakatifu, tunakuomba Bwana wangu ya kwamba ukawakumbuke. Kumbuka Bwana yako mahitaji mbalimbali na neema yao mfalme. Bwana wangu, mahitaji yako mengi Baba yangu, nakuomba wako wanaomba kuhusu uchumi. Yesu, nakuomba ukawatetee Bwana, waliofanya biashara, waliofanya kazi, wako ambao wanafanya kazi na hawaoni wanachokifanya, mshahara wanapata lakini kila mara hawaoni wanachokifanya, hawafanyi anasa lakini hakuna maendeleo yoyote. Roho Mtakatifu wa Bwana, kuomba tembea huko kwa jina la Yesu Baba, ukawaguse kwa jina lenye nguvu la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana, nakuomba ukaguse. Yesu, nakuomba Bwana, wafungue mikono yao iliyofungwa kwa nyuma kwenye ulimwengu wa roho. Fungua mikono yao, fungua Bwana, fungua miguu yao iliyofungwa kwenye ulimwengu wa roho, na kuwazuia kusogea, na kuwazuia kwenda hawana movement spiritually. Tunapinga hiyo roho kwa jina la Yesu aliye hai. Nakuomba Bwana, wainue, wape kusonga mbele, wape kuendelea, wape kusonga mbele kwa jina lenye nguvu la Yesu. Wape kusonga mbele kiuchumi, wape kuongezeka Bwana. Na wale ambao inawezekana wamekuwa na stagnation spiritual, maisha ya kiroho yamekuwa na kudumaa na wametuama, katika jina la Yesu naomba Bwana, wape neema ya kukua tena, wape neema ya kuongezeka, wape neema ya kukua, wape neema ya kuongezeka kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana Mungu mtakatifu kwamba Bwana wangu ukatamalaki katika jina lenye nguvu la Yesu. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina lenye nguvu la Yesu Mwokozi, nakuomba Bwana, inua tena, wape kusonga mbele, wape kuendelea. Waliovunjika moyo Bwana, wagange tena, ukawainue. Waliochoka na kukata tamaa, Yesu, wape neema ya kuinuka na kusonga mbele tena kwa jina lenye nguvu la Yesu. Mwokozi, mwamba na nguvu zetu, Jehova, nakuomba neema yako Bwana itamala
itamalaki juu yao na itamalaki juu ya watu wako. Roho Mtakatifu, na kuomba ukatembee ndani ya miili walio wagonjwa, ukawaguse na kuwaponya. Ondoa aina yote ya maradhi, ondoa aina yote ya vijidudu vinavyotafuna miili yao kwa jina la Yesu aliye hai. Wape neema ya kupona kuanzia leo, wakapokea uzima. Pokea uzima mahali ulipo kwa jina la Yesu aliye hai. Mahali ulipo pokea neema ya uzima, pokea uzima kwa jina la Yesu. Nguvu za giza zinazowavamia watu na kuwasumbua, kuwatesa, kuwaumiza, kuharibu uchumi wao, kuharibu maisha yao, kuharibu ndoa zao, hizo roho, hayo mapepo mashini, toka, una mamlaka. Wake moto lipuka, pigwa, haribika, pigwa, haribika. Uanze leo una mamlaka ya kumtesa huyo mtu. Toka, achia, achia kwa jina la Yesu aliye hai. Una mamlaka kuanzia leo na kuamuru, toka, toka, achia kwa jina la Yesu. Fire of the Holy Spirit in the name of Jesus. Naomba Bwana, fungua hivyo vifungo, wafunguliwe tabia walizoshindwa kuacha, wape neema ya kushinda, wakaache kwa jina la Yesu aliye hai. Tabia za ulevi, tabia za uvutaji wa sigara, tabia zote zile mbaya, tabia za usinzi na uasherati, toka, una mamlaka kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, ninakuomba ponya Bwana, nakuomba kwa ajili ya vijana duniani. Yesu, tunawaombea vijana katika jina la Yesu. Hiyo rika Bwana ya miaka 15 mpaka 30, Yesu, naomba ukawe pamoja nao. Baba yangu, nakuomba Bwana ukawatetee kwa jina la Yesu. Ile nguvu yote iliyoachilia kwenye ulimwengu wa roho ya kuwaharibu, kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo ninaisambaratisha hiyo roho ya kuharibu, kuwa mashoga, kuwa makahaba, na ipinga hiyo roho kwa jina la Yesu. Na kemea katika jina la Yesu. Toka, adui wa msalaba, una mamlaka ya kukiharibu kizazi hiki kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, ninaomba neema yako na itawale hizo roho za Freemason, Illuminati. Toka, roho za Skull and Bone, pigwa kwa jina la Yesu aliye hai. The Holy Spirit, nakuomba Bwana, teka mateka, komboa roho za vijana hawa katika jina la Yesu. Komboa roho za wazee, komboa roho za mama na wanawake hawa, komboa roho za mabinti hawa. Ponya Bwana kwa jina la Yesu. Kiponya kizazi hiki katika jina la Yesu. Baba, nakuomba ukiponya kizazi hiki dhidi ya dhambi zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ninaomba neema yako na isimame katika jina la Yesu. Baba, ukajitukuze. Asante Bwana Yesu. Naomba Bwana kwa ajili ya watoto wako wanapoondoka mahali hapa na kwenye ibada hii Bwana, wengine wako majumbani wanajiandaa kwenda kazini. Yesu, naomba ukawe pamoja nao, tembea na wao Bwana, ukawaongoze. Linda Bwana maisha yao, linda miguu yao, linda kila kitu Mfalme, linda fahamu zao, roho za kuchanganyikiwa, roho za ukichaa, toka, una mamlaka. Wale walioajiriwa Bwana, wape neema ya kushinda vita hizo katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, wakashinde hizo vita in the name of Jesus. Baba, naomba wape amani, naomba Bwana ukawape kushinda, ukawape kuendelea mbele, wape kusonga na kusonga na kusonga, wape kuzidi katika wema wako, wape kuzidi katika neema yako, wape kuzidi Bwana katika neema yako, wape kuzidi katika ushindi kwa damu ya Yesu, wape kuzidi katika kushinda kwa jina la Yesu, wape kuzidi katika kufanikiwa kwa jina lenye thamani kubwa na nguvu ya ajabu la Yesu Kristo Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu. Mungu, nakuomba Bwana ukae pamoja na wao in the name of Jesus. Amen. Mungu akubariki, nikutakia wakati mzuri. Tunaendelea. Bwana akupe neema zaidi. Siku njema.